Halima? Yes, madam. Karibu sana. Asante sana. Umetokea wapi na umetusikia wapi? Nimetokea Banana Ukonga. Okay. Mimi nimekuona kwenye simu yangu, kwenye TikTok. Okay. Nilikuwa nakufuatilia toka mwezi wa kwanza mwaka huu. Okay. Nikawa nimepiga simu hapa Wadada Center. Wakanielekeza vizuri, lakini wakati huo nilikuwa sipo tayari. Kwa sababu nilikuwa bado nipo kwenye kazi nyingine. Kwa hiyo nikaahidi kwamba nikimaliza hii kazi lazima nije Wadada Center. Okay, kazi gani ulikuwa nayo? Ni kazi hii ya ndani. Kazi ya ndani. Kwa nini sasa umeiacha ile afu umekuja huku tena ni kazi ya ndani? Kwa sababu bosi wangu aliniahidi kwamba atasafiri toka mwezi wa kwanza. Kwa hiyo nikaweka malengo kwamba mwezi wa pili wakati nipo nyumbani na nimepumzika nitajiandaa kwenda Wadada Center. Kwa hiyo mipango ya kuja Wadada Center ilikuwa ni ya muda mrefu. Kwa hiyo nikakaa, bosi wangu akawa hajasafiri. Sijajua mwenyewe alipata changamoto gani. Tukakaa mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, lakini wakati huo nilikuwa namkumbushia kwamba ukifika muda fulani mimi nitaondoka. Sikumwambia kwamba naenda wapi. Akaniambia sawa, lakini yeye kile kitu alikuwa hakichukui serious sana. Basi nilipofika mwezi wa 5 nikaona mbona miezi nakimbia, siku zinakimbia. Nikasema sasa huu ndo wakati ngoja nikamjulishe bosi wangu nipate kwenda. Na sababu kubwa ilionifanya mimi sababu kubwa ilionifanya mimi niache kazi pale. Ulikuwa mshahara ni mdogo, lakini pia nilikuwa siwezi kumwambia bosi wangu aniongeze mshahara kwa sababu tulikuwa tushakubaliana ule mshahara wa kwanza. Kwa hiyo nikaona nikimwambia itakuwa kama nimemdistract fulani. Kwa hiyo nikamwaga, alilalamika kidogo lakini alinikubalia, akasema sawa. Mshahara ulikuwa shilingi ngapi? Ulikuwa 100,000 tu. 100,000. Makubaliano yalikuwa ni 70,000 lakini akaniongezea ikawa 100,000. Kwa hiyo nikawa yeye ikanifanya nishindwe kumwambia bosi kazi ni nyingi, niongeze mshahara. Yaani nikahisi tu ataniambia Halima nishakuongeza hivi, unataka tena hivi. Kwa hiyo nikaogopa hali fulani ya tamaa. Okay. Lakini wewe ulikuwa unajiona kwamba una deserve more. Na deserve more kwa sababu nyumba ilikuwa ni ya ghorofa. Na kazi yangu kubwa ilikuwa ni usafi. Na kufua. Na kupika sawa ilikuwa sio mara kwa mara kwa sababu yeye pia alikuwa anaingia jikoni. Lakini kazi yangu kubwa ilikuwa ni usafi, nyumba yake ilikuwa ni kubwa sana. Nyumba ni kubwa. Na dada uko peke yako? Dada alikuwa mwingine lakini dada yeye alikuwa analea tu mtoto. Huyo mwingine ni wa mtoto. Mtoto tu. Kwa hiyo wewe ndio washughuli usafi. Usafi na kufua. Na katika kupita kwenye content zako ulikuwa unasema kwamba dada ukiona kazi ni nyingi unajiimprove wewe mwenyewe. Kwa hiyo usikimbie kazi kwamba kazi ni nyingi. Sawa, mimi nikawa navumilia nafanya lakini nikaona kama nazidiwa. Alafu sasa siwezi kumfuata bosi kumwambia niongeze mshahara. Kwa hiyo issue sasa sio kwamba wingi wa kazi ndio ulikuwa unakutoa pale, ni kwamba unacholipwa na kazi unazofanya havilingani. Vilikuwa havilingani kabisa. Kwa hiyo sio kwamba ulikuwa uwezi uzimudu zile kazi. Kazi nilikuwa nazimudu. Ulikuwa unazimudu. Kwa hiyo angekulipa kama kiasi gani wewe ungekuwa uko happy kuendelea kuzifanya? At least 150,000 au 200,000. Au 200,000. Kwa hiyo ungefanya kazi bila stress. Ningefanya kama nilivyokuwa nafanya mwanzo. Mimi sio kama ati labda niliwahi kuacha kazi fulani nisifanye kwa sababu hanilipi hicho kiasi. Kila siku nilikuwa nafanya vile vile. Na nashukuru Mungu bosi alikuwa kweli hana matatizo. Hana changamoto nyingi kama wadada wengine wanapokuwa wanapitia changamoto. Sijui kulala, kula nini. Hizo changamoto zilikuwa hazipo. Nilikuwa nakula, nalala. Alikuwa ni bosi mzuri, sio wa kutukana, sio wa kupiga. Lakini hapo kwenye maslahi ndio ukaona mtihani. Lakini nashukuru Mungu. Siku hiyo nikamwambia, lakini pia akili tu ikanijia ikaniambia umekaa na mtu vizuri, at least mfanyie nyumba yake usafi vizuri, mwache nyumba yake ikiwa ni safi. Hata dada mwingine akija aanze na majukumu madogo. Kwa hiyo nikamfanyia usafi vizuri, nikamwaga. Karudi nyumbani nimekaa siku 4 tu. Nyumbani wapi? Mko Banana. Okay. Ukakaa siku 4 ndio ukaja hapa. Nilipiga simu nikapewa maelekezo vizuri. Nikafuata maelekezo ndio nikaja hapa.
Okay. Nashukuru Mungu. Wadada Center wamenipokea vizuri. Mpokelewa vizuri. Na umeshajua hapa utapangiwa kazi za shilingi ngapi sasa? Ushajua daraja lako. Wewe mwenyewe expectations zako, matarajio yako ni nini? Expectations zangu. Natarajia kupangiwa smart. Smart. Okay. Lakini pia kama nikipangiwa traditional plus ni sawa. Bado ni sawa, ambayo ni 1,500,000. Kwa hiyo hapa ukipata kati ya 1,500,000 au 200,000 kwako hiyo okay. Okay. Na uzuri sisi hapa haitaishia hapo. Tunaamini kwa mtu ambaye anatafuta mtaji anaweza akafanya kazi miaka 2-3. Kwa hiyo unaweza ukaanza na hiyo level ya 1,500,000 ukaja kupanda from there ukaenda 200,000 au 300,000 hivyo. Lakini pia kitu kimoja ambacho nimekipenda sana kwako ni namna ambavyo uliweza kutambua thamani yako. Na hicho ndio kitu kikubwa ambacho natamani sana wadada wengi wajifunze. Kwa sababu walio wengi hawana uwezo wa upeo wao sio mkubwa sana wa kujua haya majukumu ninayoyatekeleza. Je, nastahili kulipwa kiasi gani? Na ndio maana unakuta wengi wanakimbia. Yaani kama hivyo mtu anaweza akaona hizi kazi ni nyingi akarudi nyumbani kukaa. Lakini badala yake wewe nimekuona kwamba ulichokuwa unataka ni ulipwe vizuri. Yaani ulipwe amount ambayo ulikuwa wewe unaona sawa, majukumu ni mengi lakini kama nikilipwa kiasi fulani niko tayari kuendelea. Labda tu cha kushauri wewe umeshatoka sasa kwa kushauri wadada wengine ambao wako makazini na wanahisi majukumu walionayo ni mengi na mishahara wanayolipwa ni midogo, waongee na mabosi wao pale huko kazini. Sawa? Pale upo kazini. Wewe bosi wako mliahidiana shilingi 70,000 mwanzo, sawa? Yeye akaishia kwenda kukupa 100,000, sawa? Lakini haimaanishi ndio mwisho wa negotiation. Sawa? Wewe ulivofika eneo la kazi ukafanya zile kazi ukaziona, unamwambia bosi sawa nashukuru umeongeza ikafika 100,000, lakini kwa kweli haya majukumu yako kama unataka nifanye kazi nikiwa na amani na nikiwa happy, naomba iwe 1,500,000 hiyo ulikuwa unasema, au hata 200,000 una bageni naye. Ikishindikana basi labda unaweza ukaenda sehemu nyingine ambayo utakuta majukumu labda ni yani yanaendana na mshahara. Manake maybe yani najaribu kusema kwamba usije unaweza ukakuta bosi wako maskini kumbe ungeongea naye hivi angeweza kukulipa kabla hujaamua sasa ngoja tu niondoke, bila kuwa mkweli kwake kwamba kinachonitoa hapa ni mshahara. Kwa sababu kuna hii shida kubwa sana, watu wanaondoka makazini lakini hawasemi, hasa kwenye kazi za ndani. Walio wengi hawasemi. Na hakuna ubaya kusema. Jamani, kwani ni ugomvi? Eti jamani. Hakuna ugomvi. Lazima wadada wajifunze kuwa na ile confidence. Ni kitu cha kujifunza. Najua wengi hawana huo ujasiri hata kudai tu mishahara yao. Kuna wadada wengine kashafanya kazi, anastahili alipo hela yake, kumdai bosi ile hela yake kwamba sasa bosi nilikuwa naulizia mshahara wangu. Unajua kuna mabosi wengine wanakauka tu. Wanajifanya makauzu, yani kama vile anajizima data. Unashangaa miezi 6 imeisha mtu hajakupa hela. Anakupa tu unahitaji matumizi madogo madogo. Madogo madogo nini wakati mimi nimekuja niko kazini. Kwa hiyo inabidi wadada waweze kuwa na ujasiri wa kudai ulizia pesa zao za mishahara wanazofanyia kazi, lakini hata kama unaona majukumu ni mengi, sawa, kupita uwezo wako, na wewe unajua kabisa haya majukumu mimi nikilipwa kiasi fulani niko tayari kufanya. Ongea na bosi wako. Mwambie bosi, sasa hivi yani na hii dunia ilivyo jamani, kwani akikatalia si utaenda sehemu nyingine hata kama hutakuja Wadada Center. Kuna sehemu nyingi tu ambazo unaweza kwenda ukapata kazi. Sasa hivi sio kipindi ambacho wewe unatakiwa uwe mnyonge kama unajielewa. Na ndio maana nawafundisha wadada kufanya kazi vizuri. Kwa sababu wewe ukiwa ni dada mpambanaji mzuri, unalipwa vizuri. Sasa hivi watu wanahitaji wadada wazuri, sio tu wadada. Wale wadada wasiojielewa hao ndio shida. Lakini mtu akajua kabisa huyu dada anajielewa. Yaani nikimkabidhi nyumba yangu atainyoosha. Nakwambia unadai hela yoyote na unalipwa. Hata akikataa bosi wa kwanza, bosi wa pili, utapata mtu sahihi ambaye atakulipa vizuri. Cha muhimu wewe nawe uwe ni mpambanaji. Sio unadai hela alafu kazi zero. Hapo upati mtu. Utakuwa unafukuzwa kila siku kwenye nyumba za watu. Si mmepata somo hapo
Ukikutana, sisi tuliwaambia hapa, ukikutana na majukumu ambayo ni yamepita ule uwezo au kile kiwango cha mshahara tuliokubaliana, ona fursa, usione eti ni kazi nyingi kwa kimbia. Wewe sema tu jamani, hapa majukumu ni mengi, lakini labda kama ataniongeza kidogo, bageni. Sawa? Hata akikataa sawa, basi atatafuta mtu mwingine, haina shida. Haya, dada Hadija, umetupa somo hapo. Nimefurahi kwanza. Najua uko kwenye mitandao unapanda mbegu. Hii ni mbegu mojawapo katika maneno ambayo niliyaongea, yaliotesha mbegu njema kwako, kwa sababu ni kitu kizuri. Kama kweli wewe mwenyewe unajua unafanya kazi hapa, tutakuona. Nilijifunza vitu vingi sana. Ulijifunza vitu vingi pale. Ulikaa muda gani? Mwaka mmoja. Sema na miezi 6. Wow, umefanya kazi muda wa kutosha kabisa. Yani ulimfanya kazi vizuri, na nimefurahi umesema ulijifunza vitu vingi. Sasa ukishajiboresha, na wewe sasa ongeza thamani yako. Sio unakaa nyumbani kwa mtu. Ndio maana nawashangaa wadada wa laki moja ambao ni wa traditional. Wewe unaendeleaje kuwa traditional miaka yote? Hapana, ni kutokujitambua. Wewe unasema hivi, nafanya kazi kama traditional mwaka huu mmoja. Nikiwa kazini kwangu lazima nijiongezee thamani. Kivipi? Ulikuwa hujui kupika, jifunze mapishi. Ulikuwa ufanye usafi vizuri, jifunze kufanya usafi vizuri. Ulikuwa sio mfuaji mzuri, nguo zitakati, takatisha nguo vizuri. Ukimaliza hapo kwa mwaka, ongea habari mpya. Sasa tuongee bei mpya. Ongea na bosi wako. Tatizo linakuja pale. Unapoanza kusema bei mpya pale ambapo umeshakaa kwake. Unapika kwa uhuru. Unalala vizuri. Yani kuna vitu fulani ukivisikia yeye anaviongea vinakufanya wewe usipate ule ujasiri wa kumpata bosi, niongeze mshahara. Wanaanza kuhesabu. Unakula kwangu. Unakula. Unalala. Wifi bure. Anakuhesabia. Unaoga maji mazuri. Kaa chumba kizuri, kabati, unaweka nguo zako. Hamna sehemu nyingine utapata vitu kama hivi. Anakuambia hivyo. Wakati naondoka aliniambia hivyo, lakini haikunifanya mimi nijisikie vibaya sana. Ni kweli vyote hivyo kwake nilikuwa navipata. Lakini kwa sasa ukishamwambia mfanyakazi hivyo, inamfanya ashinde kukwambia uniongeze mshahara, kwa sababu anaona kama vile vitu anavilipia. Yani unapokuwa unasema unalala bure, unakula bure, mshahara wako tu unachukua, hakuna kitu chochote unalipwa, unananili unalipia. Kwa hiyo mimi binafsi ilinifanya nisimwambie bosi wangu niongeze mshahara. Kwa hiyo nilijiona kama vile nitakuwa kama mfanyakazi ambaye nishaanza kuleta tamaa. Na vitu kama hivyo. Hapana, sasa hiyo sio tamaa. Hiyo ni kuijua thamani yako. Sawa? Sio tamaa. Ni value. Umeona dada ametoka hapa analipwa 500,000. Kwa hiyo wewe huyu dada kwani ana utofauti gani? Tofauti yako na huyu dada ni muda. Umesikia yeye ameongea alianza hizi kazi muda mrefu. Kwa hiyo wewe endelea kujenga ujuzi wako. Lakini ukisha kuwa na uhakika una uwezo wa kufanya kazi za ndani kwa level tofauti na wale wadada wanaokuja tu wamechukuliwa vijijini, wamechukuliwa tu yani ndio wanaanza. Ukijua kabisa mimi ufanyaji wangu wa kazi uko tofauti, wewe kudai kulipwa vizuri sio tamaa, ni thamani yako. Sawa kutokana na ile thamani unayoitoa wewe. Thamani unayoitoa ni vile ulivyokuwa unaweza kukaa vizuri kwenye ile nyumba kwa kufanya majukumu vizuri. Hauvunji vyombo ukamtia hasara, au unaponyoosha nguo hauchomi nguo, unapofua nguo zinatakata. Ukifanya usafi wa nyumba inakaa kama hoteli. Ushaenda kwenye wazizi hoteli kubwa unaona usafi wake. Ukiweza kujenga hiyo thamani, ukaweza kufanya hivyo, bosi lazima akulipe vizuri. Habari ya kula kwake na kulala kwake hiyo haipo kabisa kwenye mahesabu. Sawa kwa hiyo nafikiri kikubwa ni kuendelea tu kuwafundisha wadada jinsi ya kuweza kutambua thamani yao na kuidai. Kwamba yani bosi asije akakudanganya ulikuwa unasema? Nilikuwa nataka kuuliza. Kama hivyo nilivyokaa kwake, tuseme thamani yangu mimi ilipanda baada ya mimi kukaa kwake. Sasa nikimwambia hilo swala, anaona kama vile kila kitu nilichojifunza, kupika chakula kizuri, kufanya usafi vizuri, kutumia vifaa vya usafi na kila kitu nimejifunza kwake.
Kwa hiyo nayo pia inanirudisha nyuma mimi kumwambia bosi niongeze mshahara. Kaona tu bora nikaongeze thamani mbele ya safari. Mbele ya safari na kitu kingine, huwezi kumfuata mtu kwenye nyumba yake ukamwambia mimi ni mfanyakazi mzuri, najua kupika, najua lazima ajionee. Akuone unajua kupika, unajua kufanya usafi vizuri, nyumba iko smart, nguo unapangaje, kila kitu anataka kione. Sasa baada ya kuona hapo sasa ndo anaweza kukulipa hiyo pesa. Lakini watu yeye mwenyewe tu aje aseme unafanya vizuri, kwa hiyo sasa mimi sasa hivi ndakulipa kiasi hiki. Mabosi wengi wanakuwa hawawezi kukubali. Kwa hiyo bila kufika Wadada Center kama hivi, hiyo pesa ya 150,000 200,000 si rahisi kuipata kwa wadada wa mtaa. Adija, nashukuru umeliona hilo. Of course mimi ninachoshauri hapa kinawezekana kwa mabosi wachache sana wenye yani sio niseme wenye hofu ya Mungu, labda nitumie hilo neno, kwa sababu sio kwamba hawaelewi. Mabosi wengi wanaelewa na wanajua hizi kazi ni ngumu na wanajua dada anafanya kazi vizuri, lakini yeye mwenyewe tu kwanza kumuongezea mshahara kama unavyosema ni wachache sana. Walio wengi yani anaona kuliko akupe hiyo hela. Umeona hata kama hivyo unachosema, umejifunzia kazi kwake, umejiboreshea pale kwake, kwa hiyo anaona shida, kwa nini nianze kumlipa hela nyingi wakati kazi zenyewe nimemfundisha mimi? Sijui unaona ndio tuna roho ya hivyo, hasa sisi watu weusi tuna roho kidogo za kimaskini. Yani unataka tu yani dada uendelee kumuona tu sawa, lakini na wewe umeongeza ujuzi zile kazi bila wewe nguvu yako umetumia nguvu, umetumia akili. Kwa hiyo nayo inamata sana, tena zaidi ya sana. Lakini nachojaribu kusema sio wadada wengi watafanikiwa kwenye huu ushauri na usema, kutokana na nature ya watu wengi walivyo. Wachache watakaoelewa watawaongezea mishahara, au hata wakiona wadada wanaanza kuaga wajaribu kuongea nao, kuna nini unataka. Yani mabosi, kwa sababu wadada kweli kufunguka wenyewe ni shida. Unaweza ukamuongelesha ukamwambia dada vipi, au mshahara mdogo au nini, si ndio? Mshahara mwaka na nusu. Bosi wangu pia aliongea na mimi, aliniuliza hilo swali. Lakini baada ya yeye kuanza kumention vile vitu nikawa sijamjibu. Ukumjibu, alikuuliza vile unakula bure, unalala. Hiyo ndio ikakufanya hapana, siwezi tena. Lakini alikuwa amekuuliza vipi au mshahara? Halima, kama unataka mshahara si ungesema sijui nini, afu si unajua tena mtu kashakuwa kwenye jazba. Afu mwambie haya okay sawa ni mshahara. Halima bwana. Basi ni mshahara, haya niongezee lakini nusu au 200,000 tuendelee. Kaona hiyo itakuwa ni ngumu. Nikainamisha kichwa chini nikamsikiliza. Basi tukaanza tu. Alikasirika. Hakukasirika sana, ila alinishauri kwamba Halima, unatoka kwangu utaishi maisha magumu sana. Sio kila bosi utakayekutana naye atakuwa kama mimi. Ni akaongea kweli. Lakini mimi nilimsikiliza. Sawa, lakini sasa mwisho wa siku hivyo vitu ni vyako. Halima siku ataondoka hapo, atarudi kwao. So kwa sababu anakula vizuri, analala vizuri, kwani hiyo nyumba yako Halima? Mabosi, hizo nyumba ni za kwenu. Hata kama dada analala vizuri, anakula vizuri, mwisho wa siku angalia mfuko wa dada unasoma, akaunti yake inasoma. Kama yani kwenye mshahara ndio issue. Wa mabosi wengi wanakuwa kwenye mishahara kidogo ni changamoto. Yeye anakungangania tu unakula vizuri, unalala vizuri. Kwani hivyo vyakula anavyokula na kulala si vinaenda chooni, vinaenda wapi? Vinaenda kwenye account. Mimi naamini mdada yoyote yule anayelipwa pesa vizuri hawezi kufanya kazi mbaya. Hawezi kwa kiburi wala kudanganyika. Yani anafanya tu kazi vizuri. Umeona Adija, na huo ndio ukweli. Na wakitaka kuamini wao mabosi wanasemwa huko maofisini kwao, lakini wapo wamengangana tu. Why? Kwa sababu ya mshahara wanaopata, hela wanazopata kwenye maofisi yao wanayofanyia kazi. Hata kama wanagombezwa, wanasemwa, lakini wanavumilia. Kwa nini? Kwa sababu ya ile hela wanayolipwa, akiangalia naona nitoke hapa niende wapi. Kwa hiyo na wadada ni hivyo hivyo, kama analipwa hela ndogo sana haoni thamani yake, lakini akiwa anapata angalau kama mshahara fulani anaweza akavumilia, yani akaendelea kupambana. Kwa hiyo jamani, kutoka kwenye video hii ya Halima, mabosi, kuna ujumbe hapo. Wadada muangalie, nyumba zina kazi nyingi, angalia kama unachomlipa kinaendana.
Sio mpaka dada siku akishaamua kufikia tamati ndio wewe unakuja kumuuliza au ni mshahara au ni nini. Kwani wewe mwenyewe uone jamani. Hebu kana dada yako kama ni dada mwema, dada mzuri, anafanya kazi zako vizuri. Hebu kaa naye, muulize vipi. Ndio tunajua hakuna mtu atakaye kataa hela, lakini hebu hakikisha unachomlipa je kinaendana. Lakini wadada, usisubiri hao mabosi wakuja kuuliza hivyo, utasubiri sana. 1 kwa 100. Wewe jikague. Kama umeshajiongezea thamani, kama umeshajinoa ndugu yangu, nenda sehemu ambayo unaweza kulipwa kulingana na uwezo na value unayoitoa. Sawa, kama hivyo Halima amekuja Wadada Center kwa sababu anajua Wadada Center sisi ni sauti ya wafanyakazi wa nyumbani ambao wanajitambua, wanaojielewa. Wanalipwa vizuri, wanapata maslahi mazuri. Kama mnavyosikia mishahara yetu inaanzia 100,000 mpaka 500,000. Kwa hiyo unaweza kwenda sehemu ambayo kuna watu ambao wanaweza kuwapambania mkalipwa vizuri, au la haya utabaki hapo hapo. Wajinga ndio waliwao, ndio? Ukibaki huko hakuna kukutetea, watakutumia tu. Mwisho wa siku anakuambia unakula vizuri, unalala vizuri, utaondoka nyumbani kwake, utamwachia nyumba yake na ulivovila umeviacha kwenye karo lake. Haya, wewe unaenda kuanza na 1, si ndio? Huo ndio ukweli. Haya, karibu. Kwa hiyo una malengo gani yalokuleta hapa? Kwa sababu tayari na ujuzi wa kupika na nimeshajitafuta mimi ni mzuri kwenye kitu gani. Ninatamani sana nifungue restaurant. Lakini kabla ya hapo nilitamani nisomee elimu ya biashara kidogo, hata miezi 3 nijue nafanyaje hiyo biashara. Kwa sababu nimeshapitia interview kidogo nikaona nimechemka. Kwa hiyo nahitaji cha kwanza kabisa nipate elimu ya hiyo biashara, lakini pia nifungue restaurant yangu nzuri, niwe napika chakula kizuri, na hudumia wateja vizuri kama dada Juice anavyofundisha kutoa huduma. Sawa. Sawa kabisa. Sawa kabisa. Nimefurahi, wewe ni mwanafunzi wangu mzuri sana. Umenifurahisha. Haya, sawa. Elimu ya biashara unaenda kusoma, yani elimu ya biashara kivipi hapo umeniacha kidogo? Kwenye elimu za ujasiriamali. Jinsi ya kufanya hiyo biashara sasa. Unawekaje budget, unapikaje vipimo, vyombo, unatengenezaje restaurant yako ikawa nzuri, okay. Nice. Okay, sawa, nishakupata. Aisee, una akili sana. Katika wadada wengi waliokuja hakuna aliyosema ataenda kusoma elimu ya biashara, na hiyo ndio key. Elimu ya biashara na mimi pia nimeipata hapo kwa bosi. Umepata kwa bosi? Wakati tunafanya interview. Kwa bosi Aaron kule. Akawa anatufundisha kwamba uwezi ukasema unataka mtaji wa milioni 1.2 una bargain tu utaenda kufanya biashara restaurant, wakati mama ntilie tu mtahani kule anataka hiyo pesa. Wakati wewe hutaki kwa mama ntilie, unataka ufungue restaurant. Kwa hiyo hilo wazo nimelipata kwa bosi pale. Umeondoka nalo, unaenda kulifanyia kazi vizuri. Haya, karibu na kutakia kila la heri. Asante sana. Haya.